Ongea labda leo umeongea kuhusu Kongo. Kama taarifa AI haikuwa nayo, jinsi ambavyo itafeed. Okay. Kwa pale inaweza kwa mwisho siku hizi na kuna mwingine, kuna wataalamu kabisa wapo kabisa kufanya hizi kufeed hizi data. Ndio umesikia kuna mtu anaajiriwa kabisa. Zamani kumbuka kwa tunatumia hiyo GPT, ulikuwa unapata Kiswahili ambacho hakieleweki. Yeah, sure. Kwa sababu asilimia kubwa walikuwa na wale si wataalamu wa Kiswahili. Ni watu sawa wamesoma Kiswahili lakini sio wataalamu kama kwa hizi. Kuna Watanzania wenzetu wanafanya hizo kazi, na kwa vijana wadogo kabisa wameajiriwa na wanafanya work from home. Yaani kijana wake ukuta kijana yupo na kompyuta asubuhi mpaka jioni atoki ndani. Unashangaa anafanya kazi gani? Hao ndio wana train hizi AI. Kwa hiyo kuna task wanapewa, lakini hizo sauti ambazo unasema kuna wengine ni Watanzania wenzetu waliitwa, kama unaweza kaitwa bana, hebu njoo hapa tukurekodi. Lakini kuna wengine wanaambia kwa sababu hii sauti itatumika kwenye AI. Kwa hiyo ukiangalia zile sauti ambazo ni watu ambao tayari washalipwa. Kwa hiyo zile sauti zao wameziclone. Kwa hivyo mimi baada ya kipindi nitaonyesha baadhi ya video zangu ambazo natengeneza. Sauti yangu nimeiclone. Kwa hiyo ukisikiza hii voice ni ya kwangu kabisa. Na sura ni ya kwangu. Lakini content nimeitengeneza kwenye AI. Yaani sikuingia studio, sikuwa na kamera. Mimi sasa na channel moja ya Serengeti, inaitwa Serengeti World TV. Hiyo ni natengeneza content za wanyama. Ukiangalia mule nimeshika kamera, ninaongea na wanyama. Yaani nafanya matukio yote kama zile Nat Geo, zile content za zile film za wanyama. Lakini yote nafanya mimi nikiwa chumbani kwangu, nipo Mbweni. Kwa sasa hiyo ni vitu ambavyo vinafanyika. Lakini sasa tunapoingia kwamba teknolojia inapokuwa itafika nafasi ambapo hii ambayo tunayo kwa sasa itakuwa na uwezo mkubwa zaidi ya binadamu, ndio tunapoingia kwenye super intelligence, ambao huko hatuombei, kuna mambo mabaya makubwa yatakuja. Kwa sababu asilimia kubwa kwa sasa AI yenyewe inajifunza na inatoa maamuzi. Ushakuingia kwenye ChatGPT ukaandika kitu ikakurekebisha na ikakupa recommendation. Yes. Kwa sababu ina uwezo kuko wewe. Unabishana nayo. Na mwisho siku inakushinda. Na ukiona inaweza ikamweka zila. Inakataa. Inakwambia edit prompt. Kwa sababu mwisho siku unaona huyu na kuelekea. Au kuna baadhi ya vitu ambavyo ukiviambia kwa sababu tayari washa reset, hauwezi kupata majibu. Kuna baadhi ya content ambazo ukisearch inakuambia bwana, hizi kutokana na jinsi ambavyo sisi hauwezi kupata majibu. Sasa tunapoingia kwenye super intelligence ndio kuna marobot. Kama umeangalia wewe ni mtazama mfuatilia wa movie, kuna movie inaitwa iRobot ya Will Smith. Kama mtu ajifuatilia akatafuta hata YouTube ipo. Tunapoelekea marobot yatafanya kazi zaidi ya binadamu. Mimi nishaenda Japan. Japan nimekutana na hoteli, kwanza nimeingia kwenye hoteli ambayo kuanzia front desk ni robot ananipokea pale. Anafika pale, unaweka tu ile passport yako, ina scan, ndani ya dakika 2 unaingia kwenye room. Na room pale kuna marobot, unaweka tu begi lako, inakupeleka mpaka room unaotaka. Unabonyeza tu pale, inakupeleka tu moja kwa moja. Na mwisho siku ukishafika room pale, kila kitu ni smart. Smart devices. Ukifika tu pale ile funani yako, na unaweza ka check in ukiwa hata kiwanda cha ndege. Yaani teknolojia hivyo hivi. Unajua hoteli zetu za Tanzania bwana, unaweza kwa Mwanza, lakini ukatumia zaidi ya nusu saa kwenye reception pale, unajaza details. Bwana Peti una mke? Umeoa kabila gani? Wanakuuliza mpaka historia ya vitu ambavyo ushasiku havinda. Zile wanakusanya taarifa zako. Lakini AI inakusaidia kupunguza ule mlolongo wa maswali, kwa sababu taarifa nyingi tayari ushazipata. Na tunapoingia kwenye super intelligence, tuna teknolojia 6G. Kama nasikia 6G. 6G haijije tu kwamba tunaboresha mawasiliano. Mpaka sisi 5G sinafanya vizuri. 6G kwa sababu taarifa nyingi zitakuwa zipo kwenye kidigitali. Sasa kuna digital identity. Mnasikia CBDC. Hizo ndio teknolojia inapokuja, na hii ni mipango ya kidunia. Hakuna nchi ambayo itakwepa. Kwamba asilimia kubwa kwa sasa bwana PT, ulikuwa na passport, ulikuwa na kitambulisho cha NIDA, ulikuwa na kitambulisho cha chakula, vitambulisho vyote vinaunganishwa kwenye kitambulisho kimoja. Kwa hiyo ukianza kwenda Kenya, labda ulifanya makosa hapa Tanzania. Kenya pa before hata hujaingia mpakani washajua huyu jamaa nake. Mimi nishaenda China vile. China kila eneo kuna kamera. Ile kamera ukifika tu wanajua bana Clancy huyu hapa ameingia. Alikimbia Tanzania, alikuwa na makosa haya na inakuprofile ndani ya sekunde. Sio hivyo tu. Yaani kwa mfano mimi nimeona nguo yako hii, naweza kaipiga picha na nikajua bei umenunua shilingi ngapi. Umeelewa? Sasa ndio teknolojia ilipofika. Na sasa tunapoingia huko sasa kuna matumizi mazuri kwa matumizi mabaya. Lakini kitu ambacho tunaelekea kwa sasa, wanasema ulimwengu ambao tunaelekea kwa sasa, tutakuwa hatumiliki kitu na tutakuwa tuna furaha. You cannot own anything na you can be very happy. Yaani sasa nikana furaha bila kuwa na mwanamke.
Tunapoelekea kwa sababu asilimia kubwa kama China sasa wamezindua maroboti ambayo unaweza kumtumia kama mwanamke, ni kuchaji tu simu, uhitaji kumwekea wigi, uhitaji hana mudi, haendi siku zake. Yaani yeye ni roboti. Wewe kichwa kufanya kila kitu unamaliza. Na ninapofikia hatua. Yaani imekaaje? Mbona nyinyi mnataka yani China wenzetu wamefikia teknolojia ambayo wanalichukulia hatua roboti. Yes, uhitaji kumpa. Wanajiamulia mambo. Kufikia kama wanawake, yani hata mtengeneze vyuma kweli. Sasa kwa nini tunapofikia kwa sababu asili natafuta utulivu. Yes. Na yapo maroboti ya kiume. Natafuta utulivu wa nafsi. Kwa sababu tunapoelekea ni kwamba teknolojia itakuja kufanya mambo mengi makubwa ambayo tulikuwa tutegemei. Na asilimia kubwa tutakuwa tumiliki fedha. Sasa tunapoelekea sasa hizi asilimia kubwa fedha nyingi zinatumia njia ya mtandao. Sasa tunaambiwa ulipe kwa njia ya benki, ulipe kwa njia ya simu na hii mitandao mingine. Itafika nafasi ambapo huwezi kutembea na cash na kufanya biashara. Sawa. Sasa muda wetu umetutupa mkono Dr. Krans. Ndio. So lakini tunakoelekea